Sasa ndugu zangu wane, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana. Sasa leo nimekuletea matukio 10 bora ya Tundu Antipas Lissu akiwa mahakamani. Matukio 10 bora ya Tundu Lissu akiwa mahakamani. Sasa sitaki kukuchosha na we usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda na we usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende moja kwa moja live tukianza na tukio namba 10. Kura chuma hicho. Imekwisha. Aya, sasa tukaangalie tukio namba 9. Kura chuma hicho. Mekula. Hii sijala sasa. Mwenyekiti hajala. Aya, sasa tukaangalie tukio namba 8. Kura chuma hicho. Leo mheshimiwa, baada ya hii kesi huko Ulaya, EU Parliament will be sitting to debate, to decide, to deliberate on this case leo jioni. Because the world is watching. The United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights is seized of this matter. Hiyo ofisi ya Kamishna wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa. The United Nations Human Rights Council is seized of this matter. Na mheshimiwa, pamoja na kwamba niko gerezani, I know wawakilishi wa jumuiya. Nikupeleke kwenye tukio namba 7. Kura chuma hicho. Kuanzia sasa nakaa gerezani kwa sababu ya uchaguzi tu. Hatujasikia. Mwenyekiti kwamba hiyo kuanzia sasa nakaa gerezani kwa sababu ya tarehe 29 tu. Kesi imekwisha. Kesi kwisha. Tukalione tukio namba 6. Kura chuma hicho. Hivyo ambavyo limeweza kwenda na namwona mheshimiwa Tundu Lissu hapo anawaonyeshea watu wake ishara hapo. Sasa akifungasha vifo vyake tayari kurejea kwenda kupumzika kwa takriban siku zingine 10. Ni mahakamani hapo ambapo shauri hili kama ambavyo unaona sasa limeahirishwa. Naweza kukumbuka kwamba mpaka sasa hivi tayari mashahidi hili mpenda naona kwamba Mwenyezi Mungu akutie nguvu. Mwenyezi Mungu akutie nguvu. Tunakuombea. Mwenyezi Mungu akutie nguvu.
Haya, tukaliangalie tukio namba 5. Kura chuma hicho. Haya, sasa tukaangalie tukio namba 4. Kura chuma hicho. Namba 17,250 ya mwaka 2025 Jamhuri dhidi ya Sehaba Chande. Jamhuri dhidi ya Sehaba Chande. Disciplinary Schools namba 21,354 ya mwaka 2025 Mega World Builders Limited dhidi ya Vibe International. Haya, moja kwa moja nikupeleke kwenye tukio namba 3. Kura chuma hicho. Tundu Lissu ni nani haswa? Kwa wengi ni alama ya mapambano ya haki, demokrasia na uwajibikaji. Lakini kwa wengine ni mpinzani mkorofi anayependa kugombanisha fikra na utawala. Ili kumwelewa kwa undani Lissu, haya hapa ni mambo 7 muhimu yanayomtambulisha. Nimepata nafasi leo ya kuhudhuria katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu, ambayo inaendelea hapa katika Mahakama Kuu Masjala Ndogo jijini Dar es Salaam. Na katika usikilizaji wa kesi hiyo kilichoendelea leo hii ni shahidi wa 11 kuweza kufikishwa mahakamani na kuweza kuhojiwa maswali ya dodoso pamoja na mshtakiwa ambaye ni Tundu Lissu. Moja kati ya jambo ambalo liliwafurahisha watu wengi sana mahakamani siku ya leo ni kitendo cha Tundu Lissu kumuuliza shahidi iwapo aliwasiliana na polisi juu ya kosa lake ambalo lilimfanya akamatwe katika maeneo ya Mrombo huko mkoani Arusha siku ya tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025. Viongozi wa Chadema bado wanaendelea kuonesha wasiwasi wao juu ya mashahidi wanaoletwa katika kesi hii. Kesi imeahirishwa leo na itaendelea rasmi tena hapo kesho katika ukumbi wa Mahakama Kuu katika Masjala Ndogo ya hapa jijini Dar es Salaam. Jaja wane usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe akaunti yetu ya Ndui Media. Asanteni sana.